Kiangazia mengine ni kwamba waziri wa kawi Opiyo Wandayi amewahakikishia Wakenya kwamba taifa lina mafuta ya kutosha kwa sasa licha ya msukosuko unaoshuhudiwa katika mataifa ya Mashariki ya Kati. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, waziri Wandayi pia amesema kwamba serikali inazungumza na wauzaji kujadili njia mbadala za kupata mafuta endapo hali itazidi kuwa mbaya. Haya yanajiri huku milio zaidi ya makombora ikisikika nchini Iran na Saudi Arabia, kama Gatete Njoroge anavyoeleza. Wakenya wamepewa matumaini kuhusu bei ya mafuta kutopanda kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Iran, Israeli na Marekani. Waziri Opiyo Wandayi akisema Kenya ina mafuta ya akiba ya kutosha kukimu taifa na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waziri huyo ameongeza kuwa taifa linatarajia kupata mafuta zaidi mwisho wa mwezi Aprili. Hata hivyo, kutokana na makabiliano makali yanayosambaratisha usafirishaji wa mafuta, Wandayi amesema wanafanya mazungumzo na wauzaji chini ya mpango kati ya serikali kuhakikisha wanapata njia mbadala ya kusafirisha mafuta. Hakikisho la waziri Wandayi linajiri huku kukiwa na hofu, kwani kombora moja lilianguka ndani ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha kampuni ya Saudi Aramco nchini Saudi Arabia. Hii ni mojawapo ya kampuni zilizoko kwenye mkataba wa kuiuzia Kenya mafuta. Kampuni nyingine ni zile za kitaifa za mafuta Emirati na kampuni ya kitaifa ya mafuta Abu Dhabi. Kampuni ya Saudi Aramco inasema inanuia kubadilisha mwelekeo wa kusafirisha mafuta baada ya Iran kuvamia meli 5 katika njia kubwa ya mafuta. Matukio haya pia yamesababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwa 10%, huku kampuni za kutoa bima kwa meli pia zikiongeza bei ya bima. Haya yamejiri huku rais wa Marekani Donald Trump akisema huenda vita hivyo vikaendelea kwa wiki 4. Rais Trump pia amepuzilia mbali mazungumzo na Iran, akisema muda wa mazungumzo umekwisha. Israeli mapema leo ilitekeleza mashambulizi zaidi Iran na Lebanon. Iran kwa upande wao walitupa kombora katika ubalozi wa Marekani Riyadh, Saudi Arabia. Iran imesema takriban watu 800 wameuawa tangu vita hivyo kuanza siku 4 zilizopita. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.